Mheshimiwa, kampeni ya Mama Samia imekuwa ni hatua ya kihistoria katika kuhakikisha wananchi wote wanapata haki bila kujali hali zao za kiuchumi, kijamii au kijiografia. Kwa upande wa Zanzibar, nina furaha kushuhudia kwamba hadi sasa zaidi ya watu 422,000 wameshapokea msaada wa kisheria kupitia kampeni hii. Tumefanikisha kufikisha huduma hii katika mikoa yote mitano ya Zanzibar, ikiwa mkoa wa Kaskazini Unguja Kusini, Mjini Magharibi, Pemba Kaskazini, Pemba Kusini, jambo ambalo linaashiria dhamira ya kweli ya kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma katika kupata haki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa Tanzania bara, ninaelewa kwa utekelezaji umeshafanyika katika mikoa yote na leo hii tunakamilisha hapa Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kampeni hii inasema msaada wa kisheria kwa haki, amani, usawa na maendeleo. Tumeyatekeleza haya kwa vitendo na tumetumia falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4R katika kuyatekeleza haya. Tumehakikisha tunafanya usuluhishi na watu wanafanya maridhiano. Tumehakikisha tumewaelimisha watu wawe wastahimilivu pale wanapokutana na changamoto za kisheria. Tumehakikisha kutokana na changamoto tulizozipata na mafunzo tuliyoyapata, tunafanya mabadiliko na tunajenga upya mifumo yetu ya kisheria. Katika kujenga upya mifumo ya kisheria, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekwenda mpaka kwenye magereza. Tumetoa msaada kwa wafungwa 28,137. Na leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuomba ukabidhi vifaa kwa ajili ya magereza, vifaa vya tehama ambavyo vitafanya wafungwa na mahabusu waweze kusikiliza na kuendesha kesi zao wakiwa magereza, hivyo kupunguza gharama za usafiri kwenda magereza na kurudi, kupunguza kuahirishwa kwa kesi kutokana na kukosekana kwa usafiri, lakini kufanya magereza yawe sehemu salama zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, Wizara ya Katiba na Sheria imewezesha mafunzo kwa jumla ya maafisa wa magereza 310 wakiwemo maafisa sheria, maafisa urekebishaji na wasaidizi wa kisheria kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kutoa huduma za msaada wa kisheria na kushughulikia masuala ya haki za wafungwa na mahabusu. Kampeni hii imefikia mikoa 7, mikoa ya Dodoma, Manyara, Shinyanga, Simiyu, Ruvuma, Singida na Njombe. Katika mikoa hiyo, magereza yalitembelewa na 26, wafungwa na mahabusu waliopata elimu ya kisheria ni 5,464. Aidha, kupitia ushirikiano wa Jeshi la Magereza na mashirika ya watoa huduma msaada wa kisheria, huduma hii imetolewa kwa jumla ya wafungwa wa mahabusu wapatao 15,664 katika nchi nzima. Kati ya hawa 2,998 walihudumiwa kwa karibu zaidi na 978 kati yao wamepata dhamana na kuachiliwa huru. Kwa msingi huo, imechangia kiasi kubwa kupunguza msongamano wa wahalifu magerezani. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yote ni watu makini, wasikivu na wanaojali ustawi na maslahi ya Watanzania, hasa wale ambao hawana kipato au wenye kipato cha chini. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa juhudi zake na jitihada za kuhakikisha kwamba kampeni hii inawafikia Watanzania wengi popote pale walipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama chama cha mawakili wa serikali, na bahati nzuri tumesambaa nchi nzima, tupo katika mikoa yote, tupo katika halmashauri yote. Sisi kama chama cha mawakili wa serikali tutahakikisha kwamba popote ambapo kampeni hii itafika, tutashiriki kikamilifu na tutaunga mkono juhudi hizi ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika na kampeni hii ya msaada wa kisheria bila malipo. Viongozi wa mikoa na wilaya
nenda mkahakikishe kwa mnaendelea kuhamasisha wananchi kutumia huduma hii kwa siku hizi 10, na kwa kuwa watazunguka kila wilaya. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa wilaya, hakikisheni mnaanza kuzunguka maeneo yenu, watangazieni wananchi kuja kukutana na wataalamu wa sheria ili wenye changamoto ziweze kutatuliwa. Hapa dhamira yetu ni kuona Tanzania inakuwa na taifa linaloongozwa kwa misingi ya haki, usawa, tawala bora na heshima ya haki za binadamu wote. Huu ndio msingi unaopelekea nchi yetu kuwa na amani, na tunataka tudumishe amani hii kwa kuimarisha eneo hili la haki. Ni wajibu wetu sote kama wananchi, hata sekta binafsi na taasisi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wadau wa maendeleo tunashirikiana nao na serikali kuhakikisha kwamba jitihada hizi ambazo zimeanza kuendelea, zimeanza kutekelezwa na zinaendelea, zinafanywa na sisi wote. Ndugu wananchi, ninapohitimisha hotuba yangu hii, nije kuzindua ili sasa wananchi mwanze kuingia kwenye mabanda mpate huduma. Nataka ni wahakikishie tu kwamba mafanikio katika juhudi za utoaji haki hayataweza kufikiwa na serikali peke yake, bali yanahitaji ushirikiano wa dhati kutoka kwa kila mmoja wetu, na kwa maana hiyo viongozi, wazazi, jamii, taasisi za dini, mashirika ya kiraia na wananchi kwa ujumla tunapaswa kushirikiana ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika taifa letu, na tuendelee kushauriana juu ya yale yote ambayo jamii inaona kwao ni changamoto. Na tathmini toka tumeanza mpaka tumefika leo, sehemu kubwa ya malalamiko ni ukatili, ni matendo ya ukatili yanayofanyika kwenye jamii zetu, wengine kwa kujua, wengine kwa kutojua. Haya ni matendo ya ukatili, ni yale ambayo yanafika yanamchosha mtendewa na anahitaji kupata fumbuzi. Na haya yako mengi, na mimi nataka niwadokeze machache tu, niwaambie kuwa hayo ndio ukatili wa kijinsia. Ukiona popote anatokea, chukua hatua. Na nyie pia mjue kama jambo hili likukuta, hii ni fursa yako. Ukatili umegawanyika katika maeneo mengi. Nataka nieleze machache tu. La kwanza ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili ni kitendo cha kudhamiria kufanya vurugu na kutumia nguvu ili kumsababishia mtu madhara ya kimwili au mateso. Na haya yako mengi. Kupigwa kupita kiasi, wengine unamchoma moto, wengine wana tabia tu, mtu mmoja amevaa vizuri ndio kumnyang'anya nguo yake, hapa anabaki mtupu. Hayo ni ukatili huo wa kimwili. Na iko tabia ya watu wanashika nywele za mtu anamtikisa, huo ni ukatili pia. Kwa hiyo kitokea haya, hapa ndio mahali pa kusaidiwa na kujua namna mzuri ya kukabiliana nayo. Kuna ukatili ambao tumeupiga vita siku zote, ukatili wa kingono. Hiki ni kitendo cha kumdhalilisha mtu kushiriki na kumlazimisha mtu kushiriki shughuli zozote za kingono bila ya kuridhia. Kwenye matendo haya ni pamoja na ubakaji, ulawiti, kubusu, na kubusu mtu ukiwa hataki. Wewe unamvamia tu na mbusu. Hiyo ni ukatili wa kingono. Wanawake wanapata tatizo kubwa sana la kushikwa mwili bila ridhaa yake. Lakini wengine, najua wanaume mnapenda, lakini huwezi kulazimisha. Unatongoza mtu hataki, wewe unatongoza tu, anakuambia sitaki, wewe unamfuata. Huo ni ukatili wa kingono. Na una sheria inakulinda.
Lakini kuna ile tendo linalofanywa na baadhi ya makabila, umila, utakaso wa ujane. Mama kafiwa na mume, nyewe na familia mnamtafutia mume tena akiwa hajaridhika. Yaani mama amefiwa na mume wake, nyewe mnamtafutia mume. Kwani yeye mwenyewe ameshindwa kutafuta mume? Hiyo nayo ni ukatili, iko kwenye kundi la ukatili ambao pia hutakiwi kutengenezwa, na wengine mengi mtayapata kupitia kwenye dawati letu. Kuna ukatili wa kisaikolojia. Hiki ni kitendo anachofanywa mtu kwa lengo la kumsababishia madhara kiakili, kimawazo au kihisia. Hapa ni pale ambapo mtu anaamua kuitwa, yani mtu anaamua kumuita mtu majina asiyoyataka. Unaacha jina lake la Juma, jina lake la Esther, wewe unampa majina mengine ambayo yanamshushia hadhi yake. Lugha za matusi na kumtolea mtu maneno ya kumfedhehesha. Hayo ni matendo ya kikatili ambayo sisi tunakwenda kuyapiga vita. Kuna ukatili wa kiuchumi. Hii inahusisha kunyimwa elimu, kutopewa haki ya kujihusisha kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Na hii tunaiona sana kwa walemavu. Mlemavu anaachwa kutolewa nje, kukutana na jamii, kushiriki kwenye mambo mbalimbali ya maendeleo, mnamficha ndani, mnakaa huko ndani. Au mwanafamilia na mawazo mazuri, hata kwenda kwenye mikutano na mzuia, unamwambia kaa ndani huko. Na sisi tumeendelea kuhamasisha, unapoyapata haya usibaki kimya. Linapotokea popote, ili mradi utakuwa umeshapata elimu hii leo, nenda kwenye vyombo vya sheria. Lakini hata kama utakuwa hujapata elimu hii, tafuta mzazi yeyote kwenye familia unayeamini ukimwambia atatatua tatizo lako.